Leo Juni 1 ni siku ya unywaji wa maziwa ulimwenguni kote. Tukiwa tunasherehekea siku hii yenye lengo la kuhamasisha jamii kutambua thamani ya maziwa katika afya, lishe na uchumi na maendeleo ya jamii, siku hii ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu kubwa zifuatazo. Kwanza, huongeza uelewa kuhusu faida za maziwa kwa watoto, vijana, wazazi na wazee. Lakini pia huhamasisha matumizi ya lishe bora kwa jamii. Lakini tatu, huunga mkono wafugaji na sekta ya mifugo kwa kuongeza matumizi ya maziwa na bidhaa zake. Lakini pamoja na hilo, hukuza uchumi kupitia uzalishaji, usindikaji, biashara na ajira zinazotokana na sekta ya maziwa katika nchi yetu. Pamoja na hayo, hukumbusha jamii umuhimu wa kunywa maziwa salama na yenye ubora ili kuimarisha afya. Kwa hiyo maadhimisho haya yana tija kubwa. Tusiishie kusherehekea pekee, bali siku hii itumike kujenga utamaduni wa kunywa maziwa yaliyosindikwa walau glasi moja kwa siku kwa ustawi wa afya zetu na maendeleo ya uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa ndugu wadau na wananchi wenzangu, kama nilivyosema awali, maziwa ni lishe, maziwa ni uchumi, maziwa ni afya. Tukachangamkie fursa. Tuhakikishe tunazalisha kwa wingi na tuhakikishe tunatumia kwa wingi. Hakuna majuto katika kuzalisha maziwa na hakuna majuto katika kutumia maziwa. Tuhakikishe kila mmoja wetu, kama hauko kwenye eneo la uzalishaji, basi uwe kwenye eneo la utumiaji. Baada ya muda fulani, wewe mwenyewe utayaona mabadiliko ya kiuchumi au utayaona mabadiliko ya afya yako kutokana na matumizi ya maziwa. Kwa hiyo leo tunaposherehekea na kufanya maadhimisho ya wiki ya maziwa kitaifa, jiulize wewe uko upande gani wa manufaa ya maziwa. Je, umenufaika na maziwa kiafya ama umenufaika na maziwa kiuchumi? Jibu utakalolipata, capitalize ni wapi unatakiwa kuongeza nguvu zaidi ili uwe sehemu ya mnyororo wa thamani ya maziwa. Maziwa ni kitu cha thamani kubwa. Watu wasiyabeze, watu wasiyadharau. Kinyonya vizuri, lazima utakuwa vizuri. Na hiyo ni hakika. Maziwa ni chakula. Ndiyo tunavyoyatambua. Na jana nilisema, Mheshimiwa Waziri alipotutembelea, nilisema kwamba maziwa ni natural food. Ni chakula cha kwanza kabisa kinachoanzisha maisha. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hakuna ambaye hapa hata afande nani siwajui majina, hata afande alinyonya. Hakuna mtu ambaye hakunyonya. Ndio maziwa yale Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Watu waliosoma vizuri wanasema virutubisho vilivyoko vinavyotakiwa kwenye mwili. Unajua watu wanajua tu yale makundi 6 ya chakula. Lakini virutubisho vilivyoko kwenye vyakula ukivijumlisha vyote unapata 120. Lakini maziwa yana nusu ya virutubisho hivyo. Kwa hiyo tuyapigie makofi. Maziwa ni chakula cha msingi sana.